بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 30 Rabiul Akhir mwaka 1439 katika darsa ya kitabu Akhlaqul Ulama cha Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. tuendelea na mlango babu dhikr ma jaat bihi sunan wal athar min fadl al ulama. na tulimalizia jana kusoma ta'liq ya al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala katika kuonyesha umuhimu wa mwanachuoni katika mujtamaa. na leo biidhnillah ta'ala tutaanza hiyo athar inayofuata baada ya ta'liq ya al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عطاء ابن محمد الحراني قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال كعب: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد، بأبي وأمي العلماء. قال: أحسبه قال: قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم. لا خير في الناس إلا بهم، لا خير في الناس إلا بهم. الإمام الآجري رحمه الله تعالى أنكو هي خبر في بيان عظم مصيبة الأمة بموت العلماء وفقد العلماء. katika kubainisha msiba mkubwa wa mtu au mujtamaa kukosa mwana wa chuoni anapoondoka duniani. وأن دروس العلم بموت حملته وهم أهل العلم. akubainisha kuwa kupotea kwa ilmu upatikana kwa kufa kwa wanawachuoni. kila anapoondoka mwanachuoni katika hii dunia ni ilmu imeondoka. وأنه إذا مات العلماء ظهر الجهل وتصدر في الناس الجهال.
kuwa wanaovioni wanapofariki ukawa hakuna mwanachuoni, ujinga utadhihiri na kuenea, na watasimama katika visimamo vya wanaovioni watu wajinga. Na tulitangulia kutaja khabar na kauli Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kuwa ni khabar mawquf عن الصحابة أو من دون الصحابة. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. huu ni msemo wa baadhi salaf kuwa mwanachuoni mmoja ni zaidi kwa sheitan kuliko wenye kufanya ibada 1000 wasiokuwa na elimu. قل مثل ذلك في موت العالم. na mfano wa maneno haya sema katika kifo cha mwanachuoni. فموت العالم أمر يفرح به الشيطان فرحا عظيما يفرح به أشد من فرحه بموت العابد. kifo cha mwanachuoni humfurahisha sana shetani. Shetani hufurahia zaidi ya kufa wengi katika watu wa ibada. ولهذا ينقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع kufa kwa watu wa ibada 1000 ni wepesi na sahali kuliko kufa kwa mwanachuoni mmoja aliye na elimu ya kujua kile alichokihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala na kile alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. kataja hii khabar kutoka kwa Ka'b أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يذهب. عليكم بالعلم أي الزموا وأقبلوا عليه. لازميانين علم نمويلكيه katika kutafuta ilmu. واعتنوا بتحصيله وطلبه. mjishughulisha na kuikusanya ilmu na kuitafuta ilmu. واحرصوا على ملازمة حملته من العلماء الأكابر قبل أن يذهب. أي العلم. muenapupa ya kulazimiana na wanaovioni wakubwa kabla ya kuondoka ile ilmu. قال: فإن ذهاب العلم موت أهله. kama itakavyokuja katika hadithi ambayo ataitaja al-Imam al-Ajurri baada ya hii athar, anna Allah subhanahu wa ta'ala la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur ar-rijal walakin bi mawt al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu kwa kuiondoa katika vifua vya watu, lakini huichukua ilmu kwa kifo cha wanawachuoni. هنا يقول رحمه الله: فإن ذهاب العلم موت أهله. kuondoka kwa ilmu ni kwa kifo cha wanawavyuoni. قوله موت العالم نجم طمس، أي مثل موت العالم مثل نجم طمس. mfano wa kifo cha mwanachuoni ni kama nyota iliyoharibika, iliyoangamia,
nyota ikishapotea ikafichika, ndio mfano wake. Mfano wa nyota pengine imeondoka, imeharibika, imepotea, imefunikwa, haionekani tena. Najmun fi as-sama yahtadi bihi an-nas fatumis hadha an-najm. Hadha mathalun li maut al-alim. Tulikuwa na nyota, watu waongoka kwa kuifuata ile nyota mbinguni, mara ghafla ikafichika, imepotea, haionekani tena. Huu ndio mfano wa kifo cha mwanachuoni. Kisha akatoa mfano mwingine na kusema mautul alimi kasrun la yujbar wa thulmatun la tusad. Salaf rahimahumullah ta'ala likuwa kisema mautul alimi thulmatun la tusad ma taaqaba al-layl wan-nahar. Kifo cha mwanachuoni ni upungufu ambao hatuwezi kuuziba, ni pengo ambalo halizibiki. Upite usiku, upite mchana, hakuna anayeweza kuziba lile pengo la kifo cha mwanachuoni. قوله بأبي وأمي العلماء يعني أفديهم بأبي وأمي, niko tayari kuwatoa baba yangu na mama yangu fidia kwa ajili ya nani? Wanawachuoni. قوله قبلتي إذا لقيتهم يعني مقصدي وغايتي وطلبتي إذا لقيتهم أشعر بأنني ظفرت بمطلوبي وعثرت على بغيتي وحاجتي. nikikutana na wanaochuoni nahisi kuwa nimepata yale malengo ninayokusudia. So kifo cha mwanachuoni ni thulma, ni mpasuko, ni mwanya ambao hauzibiki. Sasa mimi nikikutana na wao nahisi kuwa nimejishindia kile ninachokitaka, kile ninachokitafuta nimekipata. قوله وضالتي إذا لم ألقهم يعني إذا لم ألقى أهل العلم ولم ألقى إذا لم ألقى أهل العلم ولم ألقى مجالسهم فهم ضالتي أبحث عنهم. kuwakuta wanawachuoni na vikao vyao vya ilmu, basi ni kama kipotevu changu, kitu kilichonipotea, natafuta kule waliko. Dhalla ni kitu ambacho ni mafqud, kimepotea. Yani maana yake kuwa nafsi mutatalli'a fi albahth anhum. Ndio kuona talib alilm akishukia katika nchi ambayo ina wanawavyuoni, utamuona shughuluhu shaghil ni kuwatafuta kule waliko wale wanawachuoni ili aende akafaidike kwao. Bali yafikia hirsi ya tulab alilm mpaka kutamani tu kumuona kwa macho tu yule mwanachuoni, amsikia, atamani amuone kuwa huyo ndio fulani katika wanavyuoni, kwa ile hirs ya baadhi ya tulab alilm walionayo. قوله لا خير في الناس إلا بهم لأن العلماء نفع للأمة وصلاح للعباد. wanawavyuoni ni manufaa kwa umma, wanawavyuoni ni kutengenea kwa waja. yuallimuna aljahila wayubassiruna alghafil wayazjuruna alasi. wanawachuoni humfundisha mjinga kawa na ilmu, na yule aliye katika ghafla kumfungua macho na kumwamsha na kumkemea anayefanya maasi. wayurshiduna ila dini Allah ta'ala, waongoza watu
katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mengineo katika mambo ya khairi mengi wanayofanya wanavyuoni min al-umur al-azima التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أهل العلم mambo mengi makubwa ambayo Allah huyapitisha katika mikono ya hao wanaoviona. Hivyo hii athar yatuhimiza sisi wanafunzi kukimbilia katika kutafuta ilmu kabla haijaondoka, na kuondoka kwa ilmu ni kufa kwa wanaochuoni. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكنه يذهب العلماء فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان شأن العلم وأن الله سبحانه وتعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال لكن يكون انتزاع العلم بقبض العلماء حملة العلم. أميتاج هي أثر حديث الإمام الآجري رحمه الله katika kubainisha utukufu wa ilmu na kuwa hii ilmu Allah subhanahu wa ta'ala haiondoi kwa kuichukua kutoka katika vifua vya watu, lakini ilmu huiondoa kwa kuwafisha wale waliobeba ile ilmu katika wanaovioni. Kila anapomfisha mwanachuoni ni ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ameiondoa. وهذا يبين لنا مكانة العالم في الأمة وأن موت العالم مصاب عظيم في الأمة وثلمة لا تسد. na hii hadithi yatubainishia sisi cheo kikubwa cha wanawachuoni katika umma, lakini wengi katika watu hili jambo hawalifahamu. Wengi sana hawajui umuhimu wa kuwa na mwanawachuoni baina yao. Na kufa kwa mwanawachuoni bila shaka ni msiba katika umma na ni mwanya na pengo ambalo halizibiki. Walakin akthara an-nas yajhalun, wengi katika watu hili jambo walifahamu. Tumetaja jana kuwa waweza kufa wanaovioni na kuna baadhi ya watu hawajawahi hata kuwasikia, na pengine ni mwanachuoni aliye na mchango mkubwa sana katika umma. Ukamwona mtu habari naye hana. Allahu musta'an. ولما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أحسب أنه
قد ذهب اليوم 9 أعشار العلم. alipokufa Umar Khattab radhiyallahu anhu, Ibn Mas'ud asema mimi nadhania leo imekwenda katika ilmu 9 katika 10, yani kumebakia 1 katika 10 peke yake. Sababu Umar alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, bimaana ile ilmu ilipungua kwa kufa kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. فلا شك أن موت العالم ذهاب للعلم. jambo ambalo halina shaka kuwa kifo cha mwanachuoni ni kuondoka kwa ilmu. لأن الله تعالى لا ينتزع العلم من صدور الرجال انتزاعا وإنما ذهابه بذهاب حملته. الله يondoi ilmu katika vifua vya watu. Ilmu huondoka kwa kuondoka wale waliobeba ile ilmu. Na bila shaka mwanafunzi ikiwa na istihdar ya maana ya maneno haya mazito, ijtahada fi an yaghnama barakata wujudi ahli alilm alakabir liyantafi'a bima atahum Allah ta'ala min ilmin wa basiratin fi din Allah ta'ala. Mwanafunzi akifahamu na kuwa na istihdar na maana haya mazito, bila shaka ataitumia fursa ya baraka ya kuwepo kwa wanavyuoni wakubwa. Wale wanavyuoni wakubwa maadamu wako hai, awe mtu ataichukulia ni fursa ya kunufaika kwa yale ambayo Allah amewapa katika ilmu waliokuwa nayo wanavyuoni hao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا. watu watawachukulia viongozi wao sasa katika ilmu mijitu mijahil kabisa, haina elimu. Rahimallahu alulama. Ndio mmoja katika wenye elimu hapa hayuko mbali, Allah yarhamu, si wa mbali. Kabla ya kufariki aliulizwa, mbona mji fulani hauji? Kafanya muhadhara, tukaalika watu wakaja kuhudhuria wakafaidika. Akasema ikiwa mji fulani achukuliwa ndio mwanachuoni, basi wapigieni takbira 4 muwaziki, si mahali pa kwenda. Na wewe tazama leo katika idhaa mbalimbali za redio, ni nani wanaozungumza? Ruwaibidha, watu ambao hawajui jambo laitwa ilmu la karibiwa vipi, lakini ndio viongozi wa watu. Na watu watapiga simu pale waulize hukumu ya kadha ni nini na hukumu ya kadha ni nini, na hakuna mmoja katika yale maswali yaliyoulizwa atasema mtu Allahu a'lam. La, huwezi kusikia. Sababu akisema Allahu a'lam ataonekana ni mjinga. Kwa hivyo uliza ujibiwe, si uliza ujue, uliza ujibiwe. Wewe unavyotaka utajibiwa tu. Ajua mtu hajui atajibu. Limadha yattakhidhu an-nas ru'usan juhala? Kwa nini watu waende katika kuchukua viongozi wao na kuwafanya ndio wanawachuoni wao watu wajinga? Liannahum bihajatin ila man yuftihim, kwa sababu binadamu wana haja yule ambaye atakayempa fatwa. Man yasalunahu fa idha lam yujad alulama ittakhadha an-nas ru'usan juhala mutasaddara aljuhal fi an-nas. wallahi wakati mwingine ni aibu kabisa kasikia mtu azungumza hajali bwana, avuruga kweli, na pengine azungumza katika meza kubwa sana, pengine katika redio inayosikilizwa na maelfu ya watu. Sikia mtu yazungumza vuruga, ajali, vuruga wala habari yana. Wewe unaisikiliza ukaona haya wewe,
ukafikiria ni wewe ndio unayevuruga vile anavuruga, lakini mtu atahabariana. Bali siku ya pili atembea, unaonaje muhadhara wa jana? Mzuri basi jana nilikuwa sikujipanga vizuri bwana, wiki ijayo nitajipanga vizuri. Subhanallah. Ama kwambia ule wa jana nilikuwa ninauandika vizuri kweli kweli, ule nimeupanga ule. Sasa usipojipanga utakuwaje? Sio huo wa kujipanga. Hii ndio mitihani ambayo tuko nayo. Wallahi imtihanat. Bala. Sallallahu alayhi wasallam. حب الظهور والتصدر صلى الله العافية. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون ابن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها وكما ينقص الثوب عن طول اللبس وكما ينقص الدرهم عن طول الخبأ وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. الله أكبر. أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ أو لزسوالي je wajua uislamu wapungua vipi? وهذا فيه حفظ للنفوس حتى تفهم وتدرك وتتعلم. hapa kuna katika kuziamsha zile nafsi ili zifahamu, zidiriki, zipate ilmu. So ukiulizwa swali kama hili utatamani kujua jawabu. qalu kaifa? qala kama yanqusu ad-dabba simanaha wa fi ba'd al-masadir kama yanqusu siman ad-dabba ay an takuna ad-dabba samina, mnyama awe amenona, fayusibuha dha'f shay'an fa shay'an, ikawa yupatikana na udhaifu pole pole, yupungua ikipungua, kama maradhi yakapungua. wa kama yanqusu ath-thawb an tul al-lubs, yani min kathrati ma yalbasuhu sahibuhu, kama vile nguo inavyochakaa kwa kuvaliwa sana, ndio Uislamu unavyokwenda polepole katika upungufu. وكما ينقص الدرهم عن طول الخبأ، يعني طول الإخفاء في الأرض حتى يتآكل وتنقص أطرافه، كما ile dirham imewekwa katika ardhi chini imezikwa, bila shaka itakuwa yalika polepole yapungua. Mshaona pesa ya zamani imezikwa mahali hivi, kisha ukaitoa utaona imefanya nini? Imelika. Ndio mfano wake. qala wa qad yakunu fil qabilati alimani, na huenda katika kabila fulani kukawa kuna wanaovioni wawili, fayamutu ahaduhuma, mmoja wao akafariki dunia, fayadhhabu nisfu ilmihim, nusu ya ilmu yao hiyo imepotea na kuondoka. ويموت الآخر فيذهب علمهم كله, na mwingine akafariki ikawa ilmu yote imeenda, yote hakuna tena ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Na haya yote tuambiwa sisi wanafunzi ili tuwe na himma katika kuichukulia fursa ya uwepo wa wanawachuoni wafundishaji katika kutafuta ilmu kabla hawajaondoka hapa duniani ikawa ni khasara, waliyadhu billah. wallahu almusta'an. naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.